ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلالات والنيران. اللهم آمين. أحبة وأحباب رسول الله، عباد الله، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم، من حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى وحثنا في آياته متعددة ومتنوعة. يقول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na yusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ninyi katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mafanikio yetu sisi ni katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama maudhui yetu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. Ndugu yangu Muislamu, kichwa cha habari kinasema ya kwamba ala almar'il muslim ni wajib. Ikijaala manake ni wajib, inafidisha maana katika maana zake ni wajib. Ala almar'il muslim ni wajibu juu ya mtu ambaye ni Muislamu. Mtu ambaye ni Muislamu ni wajib as-sam'u wat-ta'a, ni lazima kwake yeye kuwa ni mwenye kusikiliza na ni mwenye kutii. Fima ahabba wa kariha, katika yale ambayo anayapenda. Ikiwa anaamrishwa na kiongozi wake na mtawala wake katika mambo ambayo hata yeye anayapenda, anatakiwa awe msikivu na awe mtiifu. Na katika yale ambayo nafsi yake inayachukia, inaona kama ni kero, pia anatakiwa asikilize na atii. Hii ndiyo nidhamu ya Uislamu na ndiyo mafundisho ya Uislamu na ndiyo manhaji yetu, manhaju nubuwa, manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Na haya yanajitokeza sana kwa watu ambao wasioelewa maana hii hata katika jamii ya Kiislamu.
tumekosa utiifu kwa viongozi wetu, wale wa ngazi za chini kabisa mpaka ngazi za juu, kwa sababu utii hauanzii juu peke yake, unaanzia kwa mtu wa chini kabisa ambaye anakuamrisha na anakusimamia. Bado unatakiwa umsikilize na umtii. Hivi juzi tu katika mgao wa nyama za udhuhia ilionekana kwa baadhi ya watu kuwa na nidhamu mbovu, mpaka kutoa matusi, mpaka wengine kujichukulia bila hata kupewa na kuamua kuiba kitu ambacho ilikuwa ni halali apewe akale ikawa ni halali, lakini akakifanya kikawa ni haramu kwa kukichukua kwa njia ambayo sio ya halali. Kinachokusukuma kufanya hayo ni nini kama si kuwa na roho mbaya, kama si ujahili wa kutokujua mafundisho ya Uislamu? Na ndio maana leo tunasikia kauli nyingi sana ambazo watu wanazizungumza na wanazitoa zinazoashiria nidhamu ya kusikiliza, nidhamu ya kuheshimu wakubwa, nidhamu ya kuheshimu wale ambao wamekalifishwa majukumu ya kukutawala, ya kukusimamia. Hatuna, na matokeo yake ni kuvuruga, na matokeo yake ni kuharibu badala ya kutengeneza. Kwa hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, ala almar'i almuslimi asma'u wa ta'a, ni wajibu juu ya mtu Muislamu kusikiliza na kutii, fima ahabba wa kariha, katika yale anayoyapenda na katika yale anayoyachukia, illa an yu'mara bima'asiyatin, isipokuwa pale atakapokuwa ameamrishwa katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha umira bima'asiyatin, na pindi atakapokuwa ameamrishwa katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi hapo fala sam'a wala ta'a. Hadithu muttafaqun alayhi. Hapo Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema hakuna kusikiliza wala kutii pale mtu anapoamrishwa katika yale aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika yale aliyoyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallama ameweka sharti. Lakini mengine yote ambayo naamrishwa, yawe ni katika sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala au yawe ni yale ambayo hayapo katika sheria lakini hayapingani na sheria ya Allah, hayapingani na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala maamrisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, ni wajibu kwa mtu ambaye ni Muislamu kuwa ni mwenye kusikiliza na kuwa ni mwenye kutii. Ndugu yangu Muislamu, hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man khala'a yadan min ta'atin, yeyote atakayetoa mkono wake, yani sehemu ndogo katika utii, akaacha kutii, laqiya Allah, atakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala hujjata lahu, hatokuwa na hoja kwake yeye mtu huyu inayomtetea. Laqiya Allah yawm al-qiyama fala hujjata lahu, atakutana na Allah siku ya kiyama, hana hoja yoyote juu ya hilo. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, unapaswa kutii, unapaswa kusikiliza, unapaswa kufuata yale ambayo unayoamrishwa. Na kasema waman mata, na yeyote atakayekufa, falaisa fi unuqihi bai'atun, na katika shingo yake hakuna bai'a yoyote, hakuna kumuunga mkono yoyote katika kiongozi, katika viongozi wake, basi mata mita tajahilia, mtu huyu atakufa kifo za kijahilia. Kifo cha kijahilia ni kifo cha namna gani? Ni wale watu ambao hata Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwepo, hata kipindi cha Abu Bakari, wakati wa ukhalifa, wakati wa uongozi wa Kiislamu, wao hawakukubali kutawaliwa na sheria ya Kiislamu.
walibakia wao na makabila yao kuongozana kwamba huyu ni mzee wa kabila, huyu ni mzee wa watu fulani, huyu ni kadha. Hawataki kujiingiza katika kufuata sheria anayoiridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu huyu ambaye naye anakataa kufuata au kutii taratibu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazitaka, basi na yeye akifa atakufa kifo cha kijahilia, amekufa kifo ambacho ni sawasawa na mtu ambaye hajaingia katika Uislamu. Ndugu yangu Muislamu, tunajifunza katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama umuhimu wa kutii, umuhimu wa kusikiliza. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Enyi ambao mmeamini, mtiini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtiini Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, na watiini wale ambao wamekalifishwa majukumu juu yenu ninyi. Kwa hiyo awe ni imamu wa msikiti, awe ni imamu wa wapi na wapi, awe ni kiongozi, lakini amekalifishwa majukumu ya kukusimamia, unapaswa kumtii. Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi nyingine akasema, man kariha min amirihi shay'an, yeyote atakayechukia kitu fulani kwa kiongozi wake. Yani ukaona kiongozi wako kuna jambo fulani ambalo analifanya linakukera, basi Mtume akasema faliyasbir, basi mtu huyo na asubiri, awe na subira. Fa innahu man kharaja min sultanin, basi hakika yeyote atakayetoka kwa sultani katika utawala, katika uongozi, shibran, kiasi cha shibri moja, basi mata mitata jahiliya, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mtu anatakiwa awe na subira, awe na uvumilivu pale anapoona kwamba jambo ambalo linafanywa au jambo ambalo linatendeka halijamridhisha yeye. Kwa sababu gani unatakiwa kuwa na subira? Kwa sababu kiongozi si sawa na raia wa kawaida. Imekuja katika hadithi ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, anawaambia masahaba, na kawaida Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa anatoa bishara kwa mambo ambayo yajayo, na hatimaye na kutoa ufumbuzi na kutatua matatizo ambayo bado hayajaja. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallama akawaambia masahaba kwamba inaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Akawaambia masahaba, kutakuwepo baada yangu mimi, yani kwa wale ambao watakaokuja, kutakuwa na upendeleo. Yani wale ambao watakaokuwa wamewatawala watakuwa na upendeleo wa kuwapendelea wengine au kujipendelea wao, mpaka wanachukua na haki zenu wanajilimbikizia wao wenyewe. Haya yatatokea, ima yametokea au bado yatakuja, lakini Mtume alisema yatakuja, yatatokea. Kwa mambo haya, wa umurun tunkirunaha, na yatatokea mambo ambayo wanayafanya mnayakemea, yani ni mambo ambayo ni munkarati, wanafanya maovu ambayo ni munkarati, sio katika mambo ambayo ni mema, si katika yale ambayo anayaridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Watakuwa na mambo fulani fulani ambayo ni ya ufasiki. Ndugu yangu Muislamu, kipindi hicho ambacho kitatokea au yatatokea hayo, kinachotakiwa kufanyika ni kitu gani? Au sisi tunatakiwa tufanye kitu gani? Hapo ndipo Muislamu anatakiwa awe makini sana, awe na subira sana,
awe na uvumilivu sana kwa ajili ya kulinda dini yake na kwa ajili ya kulinda uislamu wake. aqulu qawli hadha astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'd. Baada ya kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndugu yangu Muislamu, tukiendelea na maudhui ambayo inatuhimiza tuwe ni watiifu, tuwe ni wenye kusikiliza, na mtume sallallahu alayhi wasallama alitoa ufumbuzi juu ya matatizo yetu na changamoto ambazo tunazipitia katika maisha yetu. Na hilo ambalo mtume sallallahu alayhi wasallam alisema ya kwamba itakuja zama ambazo watu watakuwa wanajipendelea, watu watakuwa wanajiangalia wao wenyewe na hata kuchukua baadhi ya mali zenu, na kwamba wao hawawajali ninyi watu wengine au watu wa kawaida. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallama akaulizwa, qalu ya Rasulullah fama ta'muruna, akaulizwa mtume sallallahu alayhi wasallama, sasa ikitokea kipindi hicho tufanye nini sisi? Unatuamrisha nini au unatuambia nini? Yani kitokea kipindi hicho wewe mtume sallallahu alayhi wasallama unatuambia nini? Mtume sallallahu alayhi wasallama, ndipo mahala tunatakiwa tusikilize vizuri mambo ambayo tunatakiwa kuyafanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, tuaduna lihaqqa alladhi alaykum wa tasaluna allaha alladhi lakum, ya kwamba ninyi mtatekeleza yale ambayo ni ya kwenu, yale ambayo ni wajibu kwenu ninyi kuwatekelezea viongozi wenu, na hakuna wajibu wa viongozi isipokuwa ni kusikiliza na kuwatii. Hii haki ya kuwasikiliza na kuwatii haitaondoshwa na kwa sababu kiongozi amekudhulumu, kwa sababu kiongozi hajakutendea haki. Haiwezi ikaondoka, haiwezi ikafuta haki ya wewe kumsikiliza, haki ya wewe kumtii, kwa sababu amekudhulumu, kwa sababu amekufanyia kadha, kwa sababu amechukua haki yako. Akasema, watasaluna Allah alladhi lakum, mutafaqun alayhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, na ninyi wakati huo mkiwa mnamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaongozee hao viongozi wenu wawe katika haki, wawe katika wema, ili muweze kupata haki zenu, ili muweze kutendewa yale ambayo ni yenu. Ndio maana moja katika aimma ahli sunna wal jamaa al-Barbahari, maneno yake anasema ya kwamba, idha ra'aita ar-rajula yad'u ala sultani, utakapokuwa umemuona mtu anawaombea vibaya watawala, anamuombea mabaya mtawala, fa'alam, basi jua na ufahamu na uelewe, annahu sahibu hawa, jua huyo ni mtu wa kufuata hawa. Ujue kabisa kwa yakini na kwa basira na kwa elimu ya kwamba mtu ambaye anatakia mabaya kiongozi wake, mtawala wake, afikwe na majanga, afikwe na mabaya, afikwe na madhara, basi jua ya kwamba huyu ni sahibu hawa. Na akasema, wa idha ra'aita ar-rajula yad'u li sultani bisalahi, na utakapokuwa umemuona mtu anamuombea mtawala kiongozi kwamba atengamae, awe katika uongofu,
awe katika haki, basi fa'alam, basi tambua, jua, elewa kwa elimu ya yakini ya kwamba annahu sahibu sunna insha Allah, kwamba huyo ni sahibu sunna, ni mtu wa sunna, ni mtu wa sunna. Kadhalika Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala katika maneno yake anasema, lau kanat li da'watun mustajabatun la ja'altuha li sultani, lau ningelikuwa nayo mimi dua ambayo dua hii ni mustajaba, dua hii ni yenye kujibiwa, dua hii ni mustajaba, basi ningeijalia dua hiyo kwa kiongozi, ningeijalia dua hiyo ya maslahi, ya manufaa iwe kwa kiongozi. Kwa nini? Kwa sababu kiongozi akitengemaa, maslahi ni ya wote, lakini wewe ukipata maslahi yanakuwa ni ya kwako binafsi. Kwa jinsi gani maimamu, jinsi gani watu wema walivyokuwa wanatambua kheri na wanatambua madhara, lakini leo sisi hatuwasikilizi wanachuoni wetu, hatuwasikilizi wa maulama wetu, tunawasikiliza wanafalsafa, tunawasikiliza wanasiasa ambao hawachukui katika wahai, katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kisha na wewe kajenga msimamo wako sio msimamo wa ahlus sunna wal jamaa, na wala si katika mafundisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Imamu Malik rahimahullahu ta'ala yeye katika maneno yake anasema, kulluna yu'khadhu min kalamihi wa yuraddu illa sahiba hadha alqabri. Imamu Malik anasema sisi watu wote, kila mtu maneno yake anayoyazungumza yanaweza yakachukuliwa na yanaweza yakatupiliwa mbali, isipokuwa maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Haya ndiyo ambayo hayana khiari mtu kuchagua, hayana uchaguzi. Ndugu yangu Muislamu, siku zote haki inazunguka na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Popote alipo Mtume ndipo haki ilipo, popote walipo masahaba ndipo haki ilipo. Ujiangalie sana mahala ulipo, ndipo ingekuwa Mtume yuko hai angesimama mahala pale ulipo wewe? Angekuwa hapo mahala ulipo wewe? Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika maneno yake anasema, idha ra'aytumur rajula yamshi 'ala al-ma'i wa yatiru fil hawa'i, mtakapomuona mtu anatembea juu ya maji, anatembea juu ya maji na anaruka hewani, fala taghtaru bihi, msidanganyike naye na mtu huyo, hata tu'ridu amrahu, mpaka jambo lake hilo la kufanya hivyo mlipime, hata tu'ridu amrahu ala alkitabi wa sunna, mpaka mpime mtu huyu matendo yake. Je, ni mtu wa sunna? Je, ni mtu anayefuata Qur'ani? Ufahamu wake huu, uelewa wake huu ameutohoa kutokana na Qur'ani na sunna? Kwa sababu sisi tunafuata Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Leo namsikiliza sana mtu ambaye amesoma tu mashairi ya Wasakatonge, ukaona ni mtu wa maana sana mwenye thamani, lakini unapewa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, unapewa maneno ya wanachuoni ambao waliisoma Qur'ani na wakaielewa na wakafuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama, unaona hawa hawajui haki, hawa hawatetei haki, hawa hawajui kujitetea wala kutetea wengine. Ndugu yangu Muislamu,
hakuna sisi wa kumsikiliza kama ambavyo tunatakiwa kuisikiliza Qur'ani, kama ambavyo inatakikana kusikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya wanawachuoni wa Kiislamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni ahla dhikri, yani watu wanaojua Qur'ani, watu wanaojua sunna ndio wenye ufumbuzi wa matatizo yenu. Sahaba moja alimwendea Mtume sallallahu alayhi wasallama, akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallama, akamwambia araaita in qamat fina au in qamat alaina, unaonaje Mtume sallallahu alaihi wasallama akisimama katika sisi umarau, akisimama katika viongozi, katika watawala, yasaluna haqqahum wa yamnauna haqqana, kiongozi ambaye anatuomba sisi tumtendee haki zake, tumpe haki zake, anatutaka sisi, lakini wayamna'u haqqana, na wanazuia haki zetu hawatupi, lakini wanataka tuwatendee haki zao. Fama taamuruna, unatuamrisha nini Mtume sallallahu alayhi wasallama? Mtume sallallahu alayhi wasallama fa'aradu anhu, Mtume akapuuza, akajifanya kama hajasikia, kuonyesha kwamba haya mambo si mambo ya kujadiliwa ovyo ovyo, si mambo ya kuzungumza ovyo ovyo. Thumma sa'alahu, kisha akamuuliza tena mara nyingine, yani akaendelea kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam swali hilo, anataka apate jibu kwamba tutafanya nini ikiwa watu hao wanapatikanwa. Hebu sikiliza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimjibu nini, alimwambia nini. Mtume sallallahu alayhi wasallama akamwambia isma'u wa ati'u, sikilizeni na tiini. Sikilizeni na tiini. Fa innama alaihim ma hummilu, kwani viongozi wao ni wajibu juu yao yale waliobebeshwa na Allah, yale ambayo ni nafasi yao, yale ambayo wanatakiwa kuyafanya, wamebebeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wao wanawajibika kwa hayo. Wa alaikum ma humiltum, na ninyi ya kwenu yale ambayo mmebebeshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala yatekelezeni, kwa sababu kila mmoja ataulizwa kwa majukumu yake aliyopewa. Fanya ambacho kinakuhusu, kile ambacho sio chako hakikuhusu mwachie ambaye kinamhusu. Na Mtume akasema min husni islamil mar'i tarikuhu ma la yaanihi, katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha mambo ambayo hayamhusu. Dhulma hazijaanza leo, walidhulumiwa masahaba, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawaambia nini? Ndugu zenu waliotangulia walikuwa wanapasuliwa, mtu anawekewa msumeno katikati ya kichwa, anatoka vipande viwili, anaambiwa unaiacha dini hii au la. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya subira kwa sababu hana nguvu. Anawaambia subira, uvumilivu, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala anayajua na anafahamu haya. Lakini kwa sababu maslahi ya wengi ndio yanayopewa kipaumbele kuliko maslahi ya mtu moja moja, ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa anakariri sana
anasema wala msije mkafanya chokochoko za kuchochea kugombanisha watu, wagombane na watawala, wagombane na viongozi. Msije mkafanya hivyo, bali isma'u wa ati'u, sikilizeni na tiini. Kama mnawafikishia, fikisheni kwa busara na maneno ambayo ni ya busara, maneno yanayotakiwa. Kwani Firauni alikuwa ni muuaji, walitumwa Musa na Harun, lakini Mwenyezi Mungu akasema faqula lahu qawlan layyina, nendeni lakini muelezeni maneno yaliyokuwa laini. Nendeni mkamfikishie, lakini katika lugha ya kuzungumza naye mfikishieni kwa lugha laini, lugha ambayo ni soft language au polite language. Mfikishieni kiongozi huyo, mfikishieni huyo anayefanya dhuluma haya. Kwa hiyo Muislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallama, sisi tumesisitizwa sana katika mafundisho kuwa na subira na kuwa ni wasikivu, kuwa ni wavumilivu, kwa sababu tunajua nini tutakachokipata siku ya kiyama. Madhara ya kuchochea, madhara ya kuhamasisha, ya kutoka nje ya utawala yalishajulikana. Kipindi cha Ali ibn Abi Talib walitokea watu wanaoitwa makhawarij, wakawa against na utawala na kiongozi. Madhara yaliyopatikana ni makubwa. Kwa hiyo Uislamu, ndugu zangu katika imani, unatazama madhara na yale ambayo ni maslahi kwa wengi badala ya maslahi ya mmoja mmoja. Kwa hiyo Muislamu asije akatumika kwa matumizi ambayo sio sahihi. Usitumike kwa matumizi ambayo si sahihi, kwa sababu Waislamu mpaka hivi sasa sisi tuna kitabu, tuna Qur'ani na Sunna. Kama mwongozo bora tulionao sisi ni Qur'ani na Sunna. Ikiwa kuna jambo ambalo tunatakiwa tulipigania na tulisimamishe katika nchi hii na nchi zingine na duniani kote, ni Qur'ani, ni sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ndio ambazo zinatenda haki na ndio uadilifu, na ndio uadilifu wa kudumu na sio wa muda mfupi, sio mawazo ya binadamu. Ndugu yangu Muislamu, turejee kama alivyotuelekeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni watu wanaojua ikiwa ninyi hamjui katika jambo fulani. Msijiingize katika mahala ambapo si sahihi. Allahumma taqabbal minna innaka anta samiul alim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha maulaha. Allahumma adhilla shirka wal mushrikeen. Allahumma adhilla shirka wal mushrikeen. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.